Mimi naitwa Jomari Mrisho Satura, ni mtumishi wenu wa halmashauri ya manispaa ya Temeke kwa nafasi ya mkurugenzi. Nimefurahi kwamba nimeitwa kukutana na nyinyi wakati tayari mmeshahudhuria mafunzo, lakini nafasi hii ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ambaye kwa sababu ya majukumu mengine naye ameniomba mimi nije nimwakilishe. Kama mlivyoelezwa, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akiapa kwa nafasi yake hiyo, kati ya mambo ambayo aliahidi kuyafanyia kazi sana ndani ya siku 100 ni swala hili la ukuzaji wa uchumi wa nchi yetu kwa kuangalia makundi maalum ambayo sasa ni vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Mmeelezwa kwamba fedha hizi zinazokwenda kukopeshwa ambazo kimsingi hazina riba yoyote kabisa ni sehemu ya makusanyo ya 10% ya halmashauri yetu ya manispaa ya Temeke. Sasa najua mambo ya kitaalamu yamezungumzwa na wenzangu. Mimi nataka niwaeleze kwamba fedha hizi tunazichukua kwa watoka jasho, lakini wakati tunawakabidhi fedha hizi sio kwamba shughuli na shida za wananchi zimekwisha. Tuna upungufu wa huduma nyingi za kijamii, tuna barabara mbovu, lakini tumeona tuahirisha hayo yote tukawanusuru ninyi ndugu zetu. Mheshimiwa Rais ameahirisha yote haya kuwakimbilieni ninyi. Sasa wewe uliokimbiliwa unapewa fedha hizi, unaenda kufanya mambo ya ajabu. Ndugu zanguni, niwaombe, fedha hizi ni fedha nyingi sana. Tunaenda kutoa mara hii bilioni 7.5. Huu ni mwezi wa 12, lakini mwezi wa 5 tulitoa bilioni 5.5. Ndani ya kipindi kisichozidi miezi 6 tunaenda kutoa zaidi ya bilioni 13. Kwa upande wa vijana, wengine wamehitimu, akienda benki kukopa fedha anaambiwa wewe leta dhamana, hana kiwanja, hana kitu chochote, wazazi wake wamewacha kijijini. Sasa haya ndio maana tunaita ni makundi maalum. Kuna namna fulani wanahitaji kufanya nini? Kusaidiwa. Mheshimiwa Rais kupitia serikali yake ameliona hilo. Lengo la Mheshimiwa Rais kuhakikisha siku 100 anaenda kuyagusa makundi haya maalum kupitia manispaa ya Temeke. Vikundi hivi 237 tunavyoenda kuvipatia bilioni 7.5, tahakikisha fedha hizi mnazipata haraka sana. Tumepitia mchakato mrefu, tulikuwa na kamati ya uhakiki. Kama tumesha hakiki mpaka tumewapa mafunzo, maanake tumeshafanya nini? Tumeshajiridhisha. Kwa hiyo hatutakikani tena mara sisi bado tunafuatilia nini. Naomba ni saini malipo ya fedha hizi yenyewe. Na baada ya kusema hayo, ninawaombeeni kwa Mwenyezi Mungu, kila mtaloenda kufanya Mwenyezi Mungu akaliweke baraka nyingi, muweze kupata maendeleo makubwa ninyi na familia zenu, na hatimaye Temeke yetu iweze kusonga. Mungu awabariki sana.